Ukimuuliza Maryam nani baba yake, yani babu yake Yesu ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Tahrim, naam, wa Maryam ibnata Imran ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الشر بالشر، mtu yote kufanya vibaya na wewe mulipe mabaya. Soma aya kuna ndani ya Qur'ani, hata Jibril hajadhanisha. Unajua Mwenyezi Mungu anasema asharu bishari. Asharu bishari ni gani? Asharu bishari haya gani wewe? Kuanzia Bakara mpaka bila binasi, hapa bila binasi mpaka Fatiha. Iko wapi asharu bishari? Ati unajua Mungu anasema nini? Ubaya, uovu kwa uovu. Maana الحمد لله الذي رضي الإسلام لعباده دينا ونسب الأدلة على ألوهيته وبينه تبيينا وكفى بربك هاديا ومعينا. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا. يؤتي ويمنع، يصل ويقع، يخفض ويرفع، لا شريك له في ملك ولا ند له في حكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرارهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعلى آله وأصحابه من اختار نهجهم إلى يوم الدين وبعد. Ama kwa hakika shukrani za dhati zinamstahiki Allah Mola wetu, na sinabudi kumtakia sala na salamu zimuendee kiongozi wa umma, mtume wa ulimwengu mzima, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zetu katika imani wa Islam na ndugu zetu katika ubinadamu wa Kristo, karibuni sana katika kikao yetu. Katika vikao vya awali tuliendelea kubainisha baadhi ya uzushi, uongo na tuhuma dhidi ya Uislamu. Na leo pia tutaendelea kuwadhihirisha baadhi ya murtadina waliongopea dhidi ya Uislamu, wakatuhumu na wakakashifu Uislamu, na hata wengine wakawa wanaongeza baadhi ya viarabu ndani ya Qur'ani wakisingizia ni aya ya Qur'ani. Allahu Akbar. Wanaongeza baadhi ya kiarabu ndani ya Qur'ani wakisingizia ni andiko ndani ya Qur'ani, na baadhi pia wanaongeza tafsiri kwa sababu sio kiarabu tu wanaongeza ila wanazua tafsiri zao, na tumekuja kugundua wengine wanatafsiri Qur'ani Biblia. Yani anachukua aya ya Qur'ani alafu anaitafsiri Biblia, tafsiri ambayo haiko ndani ya ile aya. Anatoa tafsiri pengine kutoka kwa Mathayo ama kwa Paulo, anakuja anapashika ndani ya Qur'ani. Naam. Kwa hiyo tutaendelea kuwadhihirisha, lakini kabla ya kuanza kumzungumza huyu mzushi, ambaye kwamba anadai alikuwa murtad, anajiita Dr. Hussein Mubarak. Hii ni sehemu ya pili yake tunamchunguza. Tunakwenda kumjadili leo na tutakwenda kumjadili katika sehemu ya pili. Lakini kabla ya hiyo kuna fikra ambayo kwamba inasikitisha. Kuna hiyo picha ambayo kwamba mnayaona hapo. Hiyo picha mnaona hapo ni maeneo ya Vatican Rome. Wametia sanitizer kisha wananyunyuzia miungu yao ya kisanamu, wananyunyuzia. Bimaana Mungu pia anaweka kwenye kinga. Walikuwa wanamwabudu, amekosa kuwasaidia hao, sasa ndio wanafanya nini? Wanamsaidia. Tunasema inna lillahi wa inna. Hapa ndio baada ya corona imefikisha watu na imedhihirisha baadhi ya vitu ambavyo kwamba kwa binadamu wanatakiwa azingatie. Oshe Yusufu, tutaanza na hoja za huyu mzushi Hussein Mubarak. Utatusomea tu hoja yake ya kwanza, tuanze kujadili. Ustadhi Yahya akiwa Libya, kuna mambo aliona kwenye Qur'ani katika sura Imran, na napenda tuisome. Tutasoma hiyo Qur'ani yake aliyosoma, na tutasoma maneno ya Jalla Jalalu katika Qur'ani sura Imran aya ya 45. Kuna maneno aliona katika Qur'ani
na ndio akaanza sasa kupata ile tutasema ni hidayah ya Kikristo. Naam. Hii aya Naam. kwanza alivuja sana. Naam. Na akaongeza maneno ndani ya Qur'ani ambayo maneno Qur'ani ufali kuongeza. Hebu msikizeni. Ngo satani nagwa asobanukirwa. Aya hii ya 45 inasema, uyu murongo wa 45 uravuga ucya? idh qalati lilmalaikatu ya Maryam, Jibrilu Mikaeli alikuja kwa Maryam. Uyu murongo uravuga ngo malaika Gabrieli yasanze Maria, alimwambia inna Allaha yubashiruki bi kalmati minhu ismuhu almasihun, Mwenyezi Mungu anakuletea habari njema za neno. Uwiteka akuzaniye ijambo ryiza, jina la huyo neno anaitwa Masihi, kandi izina ry'uwo mwana akuzaniye yitwa Masiya. Yasuan ibn Maryam, Yesu utakayemzaa wewe Maryam. Yesu wonguwo wa uzabyara Maria. Wajiha fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabina, huyo Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Uwo Yesu uzabyara yahawe ubushobozi bwose ku isi ndetse no mu ijuru. Wa huwa ahkamul hakimina, yeye ndiye atakayehukumu wanadamu siku ya mwisho. الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه يسوع مسيح عيسى بن مريم وجها في الدنيا وهو أحكم الحاكمين. كنا قرآني hakuna maneno ya Allah ndio hii sasa. Maneno ya Allah Kiarabu kabla tujatafsiri. إذ قالت الملائكة, hakuna إذ قالت للملائكة, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. sio wajhan. Ukisema wajhan ni uso ujue. Wajihan ni uso wa dunia. Ni uso wa dunia. Wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Hiyo ndio maneno ya Allah. Naam. Tafsiri yake. Sikiliza tafsiri aliyoletea huyu mkorofi ya Qur'ani hiyo aliyosoma yeye. Ya hiyo Qur'ani aliyoisoma. Naam. Tafsiri yake alisoma inasema hivi, ati kumbukeni aliposema Mwenyezi Mungu kumwambia Yesu. Kwanza anasema Yesu aliitwa Yeshua bin Maryam. Yeshua. Yani yeye kwanza amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Naam. Hiyo ni tafsiri ya Biblia sha. Hiyo ni Mathayo 28:18 kabisa. Ameifanya kwamba ni Qur'ani 3:45. Amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na yeye Yesu ndiye atakayekuja kuhukumu ulimwengu. Hakuna maneno kama hayo. Umetoka kwa kitabu gani? Kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu ndio hii. Maneno ya Mwenyezi Mungu ndio hii. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema, kumzaa mtoto bila ya mume. Sasa hiyo kumbukeni ati waliposema malaika ati Yesu ana mamlaka ya mbinguni na duniani. Hakuna hiyo ni Biblia. Biblia. That is Bible. Nasikia? Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwako la kukuambia zao kadhaa pasi na kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera. Tena anasema na yeye ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Hiyo maneno iko wapi katika Qur'ani? Maneno aliyosoma kwa Kiarabu na maneno aliyotafsiri katika Kiswahili yanagongana. Kiarabu hii yake. Naam. Hii feki. Naam. Na maneno aliyotafsiri hapo. Kwanza idkalati lil malaika ushabadilisha aya ya Qur'an. Ndio. Ina maana kuna mwanamke anawaambia malaika sasa. Naam. Na hapa Mwenyezi Mungu sasa nini? Qalat idh qalat al malaika. Idh qalat, kuna ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis yazungumzia jinsia ya kike. Kwa hiyo malaika wanaongea na nani? Na Maryam. Wanaongea na mtu mwenye jinsia ya kike. Naam. Lakini yeye alivotia kalati lil malaika. Kwa hiyo kuna mwanamke anaamrisha malaika. Ashabadilisha, amekufuru. Na amesoma miaka 24 kwa namna hii. Huyu jamaa amesoma Kiarabu, amesoma hizo university zote miaka 24. Amesoma na Osama bin Laden. Kiarabu ndio hiyo. Sasa ulikuwa unaongea na Osama lugha gani?
Ama ulikuwa mnaongea kibububu amba. Kwa sababu huyu ni bumbum kabisa. Huyu ni bumbum kabisa. Ameshabadilisha. Kiarabu kwanza ashajigonga. Alafu inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihun. Ukisema almasihun ushabadilisha. Hapa almasih. Naam. Almasih. Nalipata? Almasih Isa bin Maryam wajhan. Hapa sasa bari. Ndio. Hapa isema wajiha. Hii ni heshima. Naam. Mwenye heshima wajiha. Jiha. Hiyo heshima ndio ameichukulia ni mamlaka biguni na duniani. Kiarabu amekufuru, ameongea maneno mengine. Wajha mwenye uso. Mwenye uso duniani na akhera. Ndio ujue Kiarabu shefa ukivaa. Kwani kuna mtu ana uso? Anakufuru. Kwa hiyo maneno aliyosoma Kiarabu, yeye kwanza hiyo Qur'ani amesoma sio maneno ya Allah. Wajhan fi dunya wal akhirah. Mwenye uso duniani. Hivi wafuasi wake wanasikiliza hii maneno, wanafuatilia wajue alivyo muongo huyu jamaa Hussein Mubarak. Maneno ya Allah ni wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin. Mwenye heshima duniani. Alafu akatia maneno yake sasa ya pembeni ili afurahishe watu, sadaka inoge. Wa huwa ahkamul hakimina. Yeye ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Iko wapi shehe? Umetoa hiyo maneno umetoa kwa kitabu gani? Kwa sababu wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Alafu angalia alivyo muongo. Baada ya kusoma hiyo aya, naam, akamwendea mkuu wa chuo cha Libya. Naam. Unaona sasa mdini wa chuo, mwalimu mzima wa chuo cha Libya. Naam. Nikauliza, kwa nini Qur'ani imeandikwa Yesu na Biblia hakuna Muhammad? Na Biblia yetu hajatajwa Muhammad. Sasa wapi imeandikwa Yesu katika Biblia Qur'ani? Yaani ile Isa yeye anasoma kitu Yasua. Yaani hii ni Kiyahudi, Kiebrania sio Kiarabu. Sasa kwa ufupi tutamsaidia katika hoja yake. Naam. Hoja yake ya kwanza amejenga katika kanisa kuwapotesha watu, kwa sababu sisi lengo ya kurekodi hii clip ni kumsafisha, ni kumfundisha yeye, kwa sababu huyu hajui. Unajua kuna mtu hajui la yadri wala yadri annahu la yadri. Kuna mtu hajui na hajui kama hajui, ndio huyo. Sasa huyu ambaye kwamba hajui na hajui kama hajui, alimu, mfundisheni huyo. Naam. Huyu ni jahili. Naam. Huyu afundishwe. Naam. Sasa huyu labda Sheikh Yusuf tumfundishe. Hoja ya kuwa kwenye kitabu chetu cha Qur'ani ameandikwa Yesu. Ndamubaza ese ni kubera iki mu gitabo cyacu cya Qur'ani handitswemo Yesu? Na kwenye Biblia ya Wakristo Muhammad wetu hakuandikwa humo. Hanyuma muri Biblia y'Abakristo Muhammad wacu ko atanditswemo? Lakini kwa sababu ni maneno ya Allah, kawaida ya mitume, Yesu mtoto wa Maryam alikuwa amemtabiri Muhammad, jina ya Muhammad Ahmad na Muhammad ndani ya Injili iliyo sahihi kabla hajaribiwa. Amemkariri Muhammad mara 86. Katika Injili sahihi aliyoteremshwa na Nabii Allah Isa mara ngapi? Huyu mtoto wa Maryam hapa ndani kuna Biblia iliyopatikana Taki na wanajeshi watatu. Tutatoa ushahidi. Hiyo Biblia iko na jina Muhammad. Naam. Akasema kwa nini? Hapa Yesu mtoto wa Maryam ametajwa mara ngapi? Mara 24, sawa? Jina Nabii Allah Isa Mwenyezi Mungu amemkariri. Lakini ukirudi kwa Musa, jina Musa zaidi ya Yesu. Ina maana kwanza hii ilikuwa ni miujiza ya kuonesha mitume wanafagiriana. Yaani huyu mtume akiwa ameteremshwa hii wahi lazima ataje mitume wenzake. Na vile Yesu pia katika Injili iliyo sahihi alitaja mitume. Na kabla tujafika katika hii mabaki ya ushahidi, tutaanza na tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya kwanza kabla hii Injili walipoharibu, Injili ya kwanza aliyopewa Nabii Allah Isa, hii ya pili. Tafsiri ya kwanza walifuruga. Ambayo kwamba ni ya Aramaic, ilikuwa na jina Muhammad na Ahmad. Walipokuja wakatafsiri tena, wakayatia katika Kigiriki na Kiebrania, bado jina Muhammad ikawa ndani. Kwa mfano sikizeni hii clip. In the Hebrew language, it says, Hikko mamitakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahrei bainat Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadim is Muhammad, im, I am im. Im is a plural of respect. Hiyo ni utabiri 5:16 ni utabiri wa Nabii Allah Muhammad. Na ametajwa kabisa.
unapata pale kuna Muhammad in baina Jerusalem. Hii ni jina ya Muhammad. Na hata katika haya mabaki ambayo kwamba yako hapa jina Muhammad yako. Labda tuvunje hiyo hoja, twende kwa hoja nyingine. Nyakati wa kwanza 1:16 ustadi. Na Yesu alikuwa na hii desturi ya kumtaja Nabii Muhammad kwa jina tena. Alikuwa amemtabiri. Ndio unaona kuna baadhi ya ushahidi hapa ndani ya Qur'ani. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunukulia ukifunguanga hiyo 21:6 Qur'ani inasema 16. Hii ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala 61:6 Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema hii kabla hiyo. Na bismillahirrahmanirrahim. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nisadikishayo aliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na kutoa habari njema ya mtume atakayekuja nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Na maana ya majina hayo mawili yote ni moja. Maana yake ni mwenye kushukuriwa kwa maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri. Ahmad yani Mahmud. Naam. Naam. Inasema 1:16. Naam. Na Mualivadi. Naam. Na Musemali. Naam. Na Muhammadi. Na Muhammad. Maalbaki haya ujue hii ni chapa ya mwisho kabisa baada ya kufurugwa chapa ya mwisho hii bado jina Muhammad iko. Sasa muangalie jamaa. Naam ustadi. Anaendelea na sarakasi zake. Naam. Baada ya kudanganya waumini kwamba amesoma miaka 24. Naam. Akaruka sasa katika aya nyingine ya Qur'ani. Naam. Akasema alienda kwa mkuu wa chuo pale Libya. Akamuuliza, kwa nini nyinyi mnakataa Yesu ni Mungu? Na hali ya Qur'ani inasema kuwa Yesu ni Mungu. Yule mkuu wa chuo akamuuliza, umeipata wapi hiyo aya? Ina maana mkuu wa chuo hajaona hiyo. Naam. Akasoma Qur'ani 3:49. Alisoma miujiza, alisoma vitu zingine ambazo sijui alizitoa wapi. Msikizeni. Msikize. 3:49 hiyo. Kwa sababu Wakristo wanasema Yesu ni Mungu, kuko abakristo bavuga yuko Yesu ari Imana, lakini sisi Waislamu hatumkubali kama Yesu ni Mungu. hanyuma twebwe abayisilamu nitubyemere ko ari Imana. Lakini Qur'ani imesema uungu wa Yesu. Ariko Qur'ani yasobanuye neza ubumana bwa Yesu. Yule mkuu wa chuo akaniuliza, aya hii umeiona wapi? Uwo mukuru w'ishuri arambaza, ese uwo murongo wa wara usomye hehe? Nikamwambia katika surati Al-Imrani, mubwira yuko na usomye mu murongo wa Al-Imrani aya ya 49. murongo wa 49. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: wa rasula ila bani Israila, Yesu aliwafikia wana wa Israeli. Yesu yagendereye abana ba Israeli. Alipowafikia aliwaambia hivi, abagendereye arababwira ati, ana akhluqu lakum, mimi ndiye niliyewaumbeni. Ni njyewe wabaremye. Alipowaambia mimi ndiye niliyewaumbeni, amaze kubabwira ngo ni njyewe wabaremye, wana wa Israeli walimfahamu kwamba huyu ni Mungu. abana ba Israeli bahise basobanukirwa yuko ari Imana. Mkuu wa chuo nikamuuliza hivi, hanyuma uwo mukuru w'ishuri ndamubaza ati, mtu mwenye sifa ya uumbaji anaitwa nani? hanyuma umuntu ufite ubushobozi bwo kurema ninde? Akasema muumbaji ni Mungu. Aravuga ati umuremyi ni Imana. Nikamuuliza, kwa hiyo Yesu kwa kuwa ni muumbaji ni Mungu? hanyuma ndamubaza, kuba Yesu ari umuremyi ese yaba ari Imana? Akasema tunafahamu hilo, lakini hatuwezi kuambia watu wote kwamba Yesu ni Mungu. Ambwira yuko ngo ibyo turabizi neza, ariko ntidushobora kubibwira abantu bose yuko Yesu ari Imana. Yesu akawaambia tena wana wa Israeli, hanyuma Yesu yongera kubwira abana ba Israeli, fa anfukhu fihi, nilipowaumba niliwapulizia pumzi ya uhai ndani yenu. arababwira ati maze kubarema nabahumekeyemo umwuka w'ubuzima. Nikamuuliza tena mkuu wangu wa chuo, hanyuma nongera mbaza uwo mukuru w'ishuri, huyu mtu anayeumba alafu anaweka uhai ndani ya kitu alichokiumba ni nani? hanyuma ndongera ndamubaza, ese uwo muntu urema yarangiza agahumekera umwuka w'ubuzima mu bantu ese yaba ari nde? Akasema, bwana nilishakwambia usinisumbue, huyo ni Mungu. hanyuma arambwira, rega wowe wingora, narangije kubikubwira, uwo ni Imana.
kisha tukaendelea katika aya hiyo. hanyuma dukomeza muri uwo murongo. Akasema wa ubri'u al-akbahu wal-absar. Yesu alikuwa na uwezo wa kuwaponya watu vibarango na kuwaponya watu upofu wa macho. Yesu yari afite ubushobozi bwo kukiza abantu ibibembe ndetse agahumura n'impumyi. Aya inaendelea kusema wa uhya al-mauta. Yesu ana uwezo wa kufufua waliokufa, waliozikwa kabisa. Akiwafufua anawawekea uzima tena. Hanyuma dukomeje muri uwo murongo haravuga ngo Yesu afite n'ubushobozi bwo kuzura abantu bapfuye bagahambwa, akongera akabazamura, akongera akabaha ubuzima. Nikamuuliza mkuu wangu wa chuo, hanyuma nongera mbaza mukuru wanje w'ishuri, haya mambo Muhamadi wetu anaweza kuyafanya? Ese uwo Muhamadi wacu yababasha gukora ibingibi? Akasema hapana, ni Yesu tu peke yake kwa kuwa ni Mungu. Nuko aransubiza, sikia tafsiri ambayo alitoa kabla usome aya yenyewe. Anasema wakati ule Yesu alikuja kwa wana wa Israeli. Naam. Yesu aliwaambia wana wa Israeli, naam, mimi ndiye niliye wa ubeni. Naam. Tafsiri ya Qur'ani 3:49. Mimi ndiye niliye wa ubeni. Naam. Nikamuuliza yule mkubwa wa chuo cha Libya, naam, nani ambaye anauba? Nani mwenye uwezo wa kuuba? Akamwambia, mbona unanisumbua? Simekwambia ni Mungu. Naam. Unaona? Naam. Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuuba. Naam. Kisha anaendelea katika tafsiri. Kwa sababu anayeuba ni Mungu. Akasema tunalifahamu hilo. Mwana yule mkubwa wa chuo akamwambia kama Yesu anaumba, atakuwa nani? Akamwambia ni Mungu, lakini hili hatuwezi kuwaambia Waislamu. Tunalifahamu lakini hatuwezi kuwaambia Waislamu, lazima tulifiche. Unaona? Alafu Yesu akawaambia tena Waisraeli, nilipowauba nikawapulizia pumzi ndani yenu. So anauba, aliwauba na akapulizia pumzi. Akamuuliza mkuu wa chuo, nani huyu mwenye uwezo wa kuuba na kupulizia pumzi? Huyo mkuu wa chuo akamwambia, nikwambia usinisumbue, huyo ni Mungu. Nikauliza mkuu wa chuo, Naam. mtu anayeumba, Naam, alafu akaweka uhai, naam, wa alichokiumba ni nani? Naam. Akasema nimekwambia usinisumbue, ni Mungu. naam. Alikuwa yani hapa anaelezea kabisa ati 3:49 inazungumzia na pia anafufua. Sasa hapa maneno aliyosoma Qur'ani yake yeye aliyotoa alisoma, sio maneno ya Allah. Naam. Akasema wa rasulan ila bani Israil ana akhliqu lakum ana astaghfirullah, ana akhliqu lakum min at-tiri. Akasema min at-tiri, tena sio ndege hiyo, unajua tiri tena Kiarabu sio ndege. kashabadilisha maana. Ana akhliqu lakum min at-tiri ka hay'ati tayri fa anfukhu fihi fa akuna tayr. Utanivuja mbavu shaka bana. Hiyo ni haya. Sasa unajua nini? Kwanza ana hakuna hapa. Ni inni. Alafu akhliqu lakum. Sio tena kuumba. Kashajitukana. Wewe unajitukana jabali wa Kiarabu. Waarabu mko wapi mwokoe lugha yenu? Wewe ukipatikana na Waarabu jabali. Miaka 20 na ile usahau kasoma huyo. Alafu unakuja kutembea akhliqu. Unajua nani akhliqu? Unajitukana alafu jui. Maneno ya Allah ndio hivi. Wa rasulan ila bani Israil. Naam. Anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum. Naam. Hiyo kwanza hiyo anni qad jitukum bi aya hakuna. Alafu min rabbikum hakuna. Naam. Kwa sababu angesoma tu anni qad jitukum wa rasulan ila bani Israil, anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum, ishavunja hoja. Tena Yesu hawezi kuwa Mungu. Hakuna. Naam. Ndio Allah anasema nini? Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa nani?
kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mola wenu. Hiyo angesoma Wakristo wangejua nini? Hiyo ndio maneno ya Allah. Amekuja na hoja kutoka kwa nani? Na ni mtume wa nani? Hiyo ndio maneno ambayo kwamba alikuwa anasomea. Alafu akasema nini? Ana akhliqu lakum. Hakuna kitu kama hiyo ndani ya Qur'ani. Ile iko ndani ya Qur'ani ni anni akhluqu lakum min at-tayri. Akhliqu lakum ni kuwafungieni nyinyi. Sasa yeye anawaambia nini? Mimi nimekufungieni. Yesu tena sio kuumba. Ashabadilisha. Aghliq. Ani aghliq lakum. Mimi nimewafungieni nyinyi. Maana yeye unaambia wa Kristo Yesu alifunga sio kuumba. Ndio unajua Kiarabu inakupiga chenga. Huyo msomi ameenda Libya Tehran kwa ndoto. Huyu alikuwa alisoma na Saddam Hussein kwa ndoto, akapewa sheti pakiwa na yule jini mkubwa akbar min al-mashriq min al-afrikia wal arabia kwa ndoto. Tena yule jini ameketishwa katikati ya Ayatullah Khomeini na Saddam Hussein. Acha sarakasi Mubarak bana, waacha hizo mambo zako bana. Ulikuwa wapi na Saddam Hussein wewe? Sasa pahala ilikuwa inamsumbua shekhe. Ndio. Labda nitasoma alafu tamsaidia tu kwa tafsiri. Nani? Ya kwamba kwanza ana akhliqu lakum, hakuna ndani ya Qur'ani. Hiyo ni maneno yako na ni maneno ambayo kwamba umetunga wewe mwenyewe. Tafsiri inasema hivi, ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kahaiati tayri, kama sura ya ndege, fa anfuqu fihi fayakuna tayran biidhnillah, nampuliza kisha anakuwa ndege biidhnillah. Hiyo biidhnillah ametoa. Alafu akamwambia Yesu anaomba. Yesu anaomba mfano kahaiati tayri. Simu hii ni kama ya Yusuf, ina maana kwa mfano sasa hivi hapa Kenya kuna simu tunasemaga simu za China. Unasikia mimi sitaki simu ya China. Simu ya China ni duplicate. Inakuja Samsung original. Ikiingia original tu hivi Mchina atatoa duplicate yake. Ameangalilia ile ya yule. Sasa hivyo ndivyo Yesu mwenyewe katika uumbaji wake na utengenezaji wake wa ndege aliangalilia ya Mungu. Alichukua kwanza, kulikuwa tayari Mungu ashaumba ndege iko, akaangalia ya Mungu akatengeza. Sasa mimi kile swali tungependa tujue kwa Mubarak, kabla Yesu atengeneze ndege, ina maana kulikuwa hakuna? Ilikuwa ndege nyingi tu. Hiyo ndio anafaliwa tueleze. Alafu akimpuliza ule ndege ya kuli ndege kwa mpaka kwa idhini nani? Ya Mwenyezi. Fa anfuqu fihi fayakuna tayran biidhnillah. Kwa hiyo hata hapa angelisoma maneno ya Allah tu direct vizuri, ungekuwa hakuna hoja. Haja yake si kusoma. Haja yake ni kuwatapeli wale wa Kristo pale kanisani Burundi na Tanzania. So akisoma vile ilivyo Qur'ani, watajua kweli atatoa wapi sadaka. Alafu mjanja hiyo maneno unatia ndani ya Qur'ani, sijui ana akhliqu lakum, umejifungia ndani ya nyumba, wa huwa ahkamul hakimi. Hiki viarabu vyako na alafu ni viarabu vya peni mbili jamani. Anasema alikuwa na uwezo wa kuponya wenye baraka. Hiyo ni kweli kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na vipofu kweli alifungua vipofu Nabii Isa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kisha alafu kisha hapa ameharibu kidogo tu. Hiyo tafsiri umesoma. Unajua Kiarabu alisoma nini? Naam. Akasema wa ubrihu akbaha. Inna lillahi. Wewe unajitukana. Wa ubrihu akbaha. Yani kitu kibaya kabisa. Na hii inasema nini? Wa ubrihu akmaha. Wal abrasa. Sisi ndio yule huyu hajawahi kupita madrasa kabisa. Hajawahi kanyanga. Na hizo ndoto zake alikuwa na waota kila Saddam na Khomeini. Sijui hata afadhali, unajua hata ukimwota mtu kwa ndoto kidogo ili kiasi. Sijui wakati huo akiapishwa na huyu Akbar min al-Jinn. Sijui alikuwa anaongea nani, Osama alikuwa wapi na walikuwa darasa moja. Alafu sawa. Hajaeleza. Wewe hujaeleza mlifika wapi na Osama? Angalia. Osama. Naam. Wa Marekani wanamtafuta Sheikh, walikuwa wanamtafuta. Sasa wewe ulipata nafasi ya kusoma. Unajua walikuwa na safari. Wanapuruka pamoja na Osama na dakika 3 wanaingia Tanzania. Si nani yamtafuta Osama? Al Jazeera walikuwa kila siku wanaangazia Osama yuko wapi. Wewe ulikuwa unasoma naye wapi? Kwa hiyo ustadhi, hii maneno ambayo kwamba tunakuja kumzungumza huyu mtu ni kadhabul ashir. Ni muongo, amepitiliza kabisa. Na nafikiria ameharibu maneno ya Allah, akasema wa ubrihul akbaha. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo sio maneno ya Allah.
maneno ya Allah ni wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhi al-mauta biidhnillah. Naam ustadhi. Akasema pia na kufufua waliokufa na kuwapa uzima tena. Tena kaweka kwamba yani anafufua waliokufa, sio baadhi. Sio miujiza akapewa baadhi ya miujiza ya kufufua baadhi tu ya waliokufa. Ilikuwa ni desturi yake kufufua waliokufa na kuwapa uhai. Akaenda kwa mkuu wa chuo. Akamuuliza, haya mambo Muhammad wetu anaweza kuyafanya? Akasema, mkuu wa chuo akasema, hapana, Yesu tu peke yake kwa kuwa yeye ndiye Mungu, ndiye ana uwezo wa kufanya hayo. Hivi Ustadhi Yahya, ki usomi wowote Yesu anaweza kuwa Mungu? Qur'ani, Biblia na vitabu vyote kuna uwezekano Yesu awe Mungu. Yeye mwenyewe anakataa kuwa sio Mungu. Naam. Na hata katika Biblia pia anakataa Yesu sio Mungu. Naam. Lakini hoja yake aliyojenga huyu jamaa ni kwamba Yesu alikuwa anafufua wafu. Ndio. Kwa uwezo wa nani? Na anaumba pia. Ndio. Kwanza masala na kuumba, kila mtume alipewa miujiza. Ibrahim pia alimuuliza Allah, ya Rabbi, nataka kujua vile unawafufua waja. Mwenyezi Mungu akamwambia, chukua ndege 4. Ndio. Kisha wachinje. Alafu utafuta milima 4. Alafu wale ndege ukiwachinja wachanganye. Kwanza hawa ndege kabla hujawachinja nyama uchanganye. Yaani wajue kila siku waangalie, wahifadhi. Jua huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Baada wewe wamekuzoea, kisha wachinje. Katakata nyama yao, changanya. Kisha uende ukaeke baadhi ya nyama kwa hii mlima, hii jabali. Kisha waite kwa jina. Naam. Watakukujia. Hapa Mwenyezi Mungu anamuonesha Nabii Ibrahim uwezo wake yeye Mwenyezi Mungu. Si alimwambia arini kaifa uhi al-mauta. Naam. Aiywa. Mpaka Mungu anamuuliza, awala mtumin? Akamwambia qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nataka nafsi yangu itulie, imani yangu iwe. Kwa hiyo mitume walikuwa wanafanya haya mambo. Huyu alifundishwa namna ya kufufua. Huyu pia Mwenyezi Mungu akamuonesha namna ya kufanya nini? Ya kuumba. Lakini ni kahaiati, kwa mfano wa ndege. Haya Musa aliambiwa apige nini? Bahari. Kwa hiyo miujiza mitume walifanya, lakini Yesu kwa mjibu wa Qur'ani sio Mwenyezi Mungu. Na pia kuna maneno aliwakemea watu. Ukisoma Allah ashasema washakufuru wale wanaosema yaiwa inna Allaha masihu Isa. Ayo, wacha tuisome hiyo aya 572 Qur'ani. Ati Qur'ani inadai kwamba Yesu ni Mungu. Inasema hivi, soma wapi lakini? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Naam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Tafsiri inasema bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Na hali ya kuwa Masihi alisema, enyi wana wa Israeli, muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo na mahala pake patakuwa ni motoni. Naam. So kumaanisha Mubarak Olede amebashiriwa na hii Qur'ani ambayo anaisoma imembashiria moto. Sasa upande wa Biblia ustadi, hata tustoa ndivyo. Naam. Kuna dhehebu imetokea ya Yahweh. Wanafundisha ndani ya kanisa. Wewe umekwenda kuweka zogo huko. Naam. Sasa sikiza wenzako. Sikiliza huyo mama huyo. Anazungumzia Yesu si Mungu. Msikize. Tulikomaa tunajua Yesu ndio Mwokozi, Yesu ndio Mungu. Hapana, Yesu sio Mungu na yeye sio Mwokozi. Mungu ni mmoja Yawe, Mwokozi ni mmoja Yawe. Yawe asifiwe sana. Amen. Basi tutakwenda kuangalia kwa nini, kwa njia kitu gani kinaonyesha kama Yesu sio Mwokozi. Mungu peke yake ndio Mwokozi. Basi msomaji wetu awe tayari tusomee. Hata ridhika mama akakemea kuwa Yesu hawezi kuwa Mungu, na jamani tusidanganywe, msikize. Biblia siku ya Sunday ndo kupakua kabisa, ile Biblia imejaa vumbi. Ndio unaenda sasa kanisani. Na hapo sasa unakuta anatuhubiria vya uongo, na sisi kweli leo amehubiri. Kumbe ni uongo. Yesu anasema kwamba mafundisho si yake. Sio yake, ni ya Mungu yeye ambaye alimtuma. Amen. Maneno sio yake, ni yeye alikuwa akisubiri wamkabidhi. Mungu tena atasubiri wamkabidhi. Ni kufanya mambo yote kwa rapu tu, haraka yaishi. Lakini kwa sababu alikuwa anajua yeye ana Mungu mmoja
itoke kwake. Amen. Yawapewe sifa sana. Na wakati kama unaamini Yesu ni Mungu kwako, wewe uko naabudu mwanadamu. Wewe uko naabudu kiumbe cha Mungu. Na Mungu aweze kuchangwa na kiumbe chake. Anaabudiwa peke yake. Hata Yesu alisema hivyo katika kitabu cha Luka sura 4 mstari wa 8. Mungu wako mpende peke yake tu na umtumikie. Hivyo wokovu kwako hakuna. Amen. Nafikiria hii itakuwa imemtosha. Naam. Wenzako kanisani wanafundisha Yesu sio Mungu. Wewe umepeleka njia kanisani na viarabu vya peni mbili na umeota na Osama na Khomeini na Saddam na Muhammad Gaddafi. Subhanallah. Kwanza kuna viongozi hapo umewachanganya walikuwa hata waelewani. Umewakutanisha lini? Sasa Ayatollah Khomeini na Saddam walikuwa wanapatana. Wapi na wapi? Twende kwa hoja. Angalia sasa hoja nyingine akaharibu maneno. Qur'ani 2:9. 2:9. Hii kwanza ameporoka kabisa. Allah anasema nini? Alafu jua ni usali. Aliponukuu aya sio yeye amenukuu. Ni Allah alitaka yeye anukuu ndani ya kanisa. Hii amejidhihirisha yeye ni nani? Yasema bismillahirrahmanirrahim. Hebu soma ya Kiarabu hiyo. Hata sio 9. Ni nani? Sio 9 kabisa. Amenukuu aya kwamba inasema ni aya 10. Nyoyoni mwao mna maradhi. Fi kulubihim marad. Hebu kwanza kabla usome, hebu msikizeni anaisoma vipi hiyo 2:9. Msikize. Haya. Katika Qur'ani kuna katika surati Al-Baqara, Surat ni gice cha Al-Baqara. Aya ya 9, umurongo wa 9. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: fi qulubihim marada. Mungu nilikuwa na muabudu zamani Mungu ndani ya Uislamu. Imana naramyaga kera mu idini ya Islamu. Akiwatizama waumini wake, yakwitegereza abamwizera, na waumini hao ni Waislamu, kandi abo bamwizera b'Abayisilamu. Qur'an inasema fazadahumullah marada. Anapowatizama akikuta wana magonjwa hao waumini wake, hanyuma yabitegereza agasanga barwaye bafite uburwayi, yeye anawazidishia magonjwa juu ya magonjwa wengine. Ugasanga hejuru y'uburwayi abongere ubundi burwayi. Fazadahumullah marada. Akiwatizama akiwakuta wana magonjwa, yakongera kubitegereza agasanga bararwaye, anachukua magonjwa mengine anawaongezea juu ya magonjwa yale, akazana izindi ndwara akabongerera hejuru izo ndwara bafite. Amin, amin, amin. Naam. Sasa huyu Allah anapokaa akatizama waumini wake, akaona kwamba wako na maradhi ama wako na magonjwa, sio maradhi kama unayosoma pale, tena ni waumini. Na aya unajua sababu yake, sababu nzuri. Huyu Allah akiona waumini wake akaona wako na maradhi, yeye Allah huenda akachukua maradhi yengine akawaletea, akawazidishia maradhi. Sasa Mungu gani? Badala Mungu ambaye haponyi anaongezea watu maradhi. Msikizeni alivyozungumza pumba. Ndio huyo. Bitegereza abamwizera, na waumini hao ni Waislamu, kandi abo bamwizera b'Abayisilamu. Qur'an inasema fazadahumullah marad. Ati Mungu wa Waislamu huwazidishia waumini maradhi. Sasa twende kwa tafsiri halisi na maana ya aya. Aya 8. Kwanza hii aya inamzungumzia mtu kama wewe. Mtu ambaye kwamba anaenda kwa Waislamu, akienda kwa Waislamu anasema ni Uislamu, akienda kwa kanisani anasema ni kafiri. Hii aya inazungumzia, ukianza aya ya 8 inazungumzia munafikun. Munafikun, wale wanafiki. Wa min nasi man yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Aya ya 8 inasema, na katika watu wako wanafiki wanaosema tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na hali ya kuwa sie wenye kuamini. Wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini, lakini hawadanganyi ila nafsi zao na hawatambui. Unanipata? Sasa kama huyu sasa, huyu anaona ni kama anawakomoa Waislamu. Kumbe anakomoa nafsi yake mwenyewe tu.
Naam. Hawa wanafiki ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewazungumza katika aya ya 9, ndio Mwenyezi Mungu anasema nini? Nyoyoni mwao mna maradhi na Mwenyezi Mungu amewazidishia maradhi, kwa kuwa kila siku yalikuwa yanaongezeka mambo mengine ya Kiislamu ya kuamini na kufanya na ya kawaida, basi watakuwa na adhabu iumizayo kwa sababu ya kule kusema kwao uongo. Na hawa ni wanafiki, kwa sababu hata ukiteremka katika aya 13 Mwenyezi Mungu anasema ila qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin hawa ni wanafiki. Wakiambiwa aminini kama walivyoamini watu, kama huyu akiambiwa amini wataamini kama walivyoamini wale wajinga Waislamu. Ndio. Kwa hiyo hii aya ameipindisha na sio waumini hawa, sio waumini wenye maradhi. Sasa alipotoa hoja ustadhi, kuna zogo aliweka. Naam. Akasema Mwenyezi Mungu wa Waislamu, yani Mwenyezi Mungu Allah anatuongezea maradhi na sio wa kuponya. Alafu akasoma, alienda kwa mkubwa wa chuo akamuuliza Mungu, hivi Mungu asiyeponya ni Mungu? Mkuu wa chuo huyu sasa hata nashangaa, mkuu wa chuo ipi huyu? Ati mkuu wa chuo cha Libya. Alafu uketaja chuo chenyewe kaitwaje huko Libya? Mbona chuo tu? Hakuna chuo, ni ndoto. Huyo mkuu wa chuo akamwambia nini? Sasa unataka kunichokoza. Hutaweza kuendelea kwa kuwa umeanza kuelewa mabaya ya Mungu wetu. Yaani mkuu wa chuo unataka usikize. Imana itabasha kudukiza, ese yabari Imana koko? Yule mkuu wa chuo akasema, sasa wewe, uwo mukuru w'ishuri arambwira, noneho wowe unataka kunichokoza. Wowe urashaka kunchokoza tu. Vyovyote ilivyo, uko biri kose, tunaamini hautakuwa Muislamu mbeleni. Turizera yuko ejo hazaza wowe utazaba Umwislamu, kwa kuwa unaanza kuelewa mabaya ya Mungu wetu. Akasoma aya kuna ndani ya Qur'ani, hata Jibril hajateremsha. Akasema hivi, unajua Mwenyezi Mungu anasema asharu bishari. Asharu bishari ni gani? Asharu bishari gani wewe? Kuanzia Bakara mpaka Birabbinasi, hapa Birabbinasi mpaka Fatiha. Iko wapi asharu bishari? Ati unajua asharu bishari, mtu yote kufanya vibaya na wewe mulipe mabaya. Hari ijambo rivuga ngo wishura umuntu icyo yagukore ikibuka. Asharu bishari, mtu yote kufanya vibaya na wewe mulipe mabaya. Hari ijambo rivuga ngo wishura umuntu icyo yagukore ikibuka kishura ikibi. Yani jino kwa jino. Nukuvuga ngo bishari gani wewe? Kuanzia Bakara mpaka Birabbinasi, hapa Birabbinasi mpaka Fatiha. Iko wapi asharu bishari? Ati unajua Mungu anasema nini? Ubaya, uovu kwa uovu. Imana hata mimi nikaambiwa nini? Kanisa likamwambia sikio kwa sikio. Sasa sijui ashari bishari inakujaje wewe aludhni biludhni. Sijui inaingiliana. Anasema ni ashari bishari. Kwa hiyo aya ya Qur'ani alijenga hoja yake kuwa Mwenyezi Mungu haponi, na hii ashari bishari. Aya ziko ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu hajatufunza tujibu ubaya kwa ubaya. Hapana, hakuna ubaya kwa ubaya. Kuna hii ndani ya Qur'ani. Ukisoma katika sura ya 55 Ustadhi Yusufu, Suratul Rahman aya 60. Allah anasema aljazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hii ndio iko. Sio ubaya kwa ubaya. Ukifanywa wema, Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi tujibu kwa wema. Na kama mtu atakufanyia ihsani, mfanyie ihsani na wewe. 55 60 Qur'ani inasema hivi. Inasema hakuna malipo ya ihsan ila kulipa ihsan. Hakuna malipo ya ihsani ila kulipa ihsani. Na aya ya pili katika sura ya 41 aya 34 Mwenyezi Mungu bado anasema ni idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamid. Mungu anasema nini? Bishari gani wewe? Kuanzia Bakara mpaka Birabbinasi, hapa Birabbinasi mpaka Fatiha. Iko wapi ashari bishari? Ati unajua Mungu anasema nini? Ubaya, uovu kwa uovu. Imana hata mimi nikaambiwa nini? Kanisa likamwambia sikio kwa sikio. Sasa sijui ashari bishari inakujaje wewe aludhni biludhni. Sijui inaingiliana. Anasema ni ashari bishari. Kwa hiyo aya ya Qur'ani alijenga hoja yake kuwa Mwenyezi Mungu haponi, na hii ashari bishari. Aya ziko ndani ya Qur'ani.
Mwenyezi Mungu hajatufunza tujibu ubaya kwa ubaya. Hapana, hakuna ubaya kwa ubaya. Kuna hii ndani ya Qur'ani. Ukisoma katika sura ya 55 Ustadhi Yusufu, Suratul Rahman aya 60. Allah anasema aljazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hii ndio iko. Sio ubaya kwa ubaya. Ukifanywa wema, Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi tujibu kwa wema. Na kama mtu atakufanyia ihsani, mfanyie ihsani na wewe. 55 60 inasema hivi. Inasema hakuna malipo ya ihsan ila kulipa ihsan. Hakuna malipo ya ihsani ila kulipa ihsani. Na aya ya pili katika sura ya 41 aya 34. Mwenyezi Mungu bado anasema ni idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamid. Mungu anasema nini? Msikize alipotoa tafsiri ya yani aliposoma Kiarabu na tafsiri ya Suratul Imran ambayo alifanya ni aya ya 56, but katika Qur'ani ya Allah ni aya ya 55. Tafsiri aliyoisoma katika Suratul Imran aya ya 56 ambayo Ustadhi Yahya utaisoma ni aya ya 55. Anachanganya waumini kanisani. Hebu msikize. None ngwino tujyane mu biro. Nikapata aya tena katika surati Al-Imrani, nongera mbona umurongo mu gice cya surati Al-Imrani aya ya 56, umurongo wa 56. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: idh qala Allahu ya Yasuan, Mungu alimwambia Yesu, Imana yabwiye Yesu, inni mutawafika wa rafiuka ilaya, mimi nitatoa ruhusa ufe msalabani na ukifa nitakufufua utakuja kwangu. Njyewe nzatanga uburenganzira yuko upfa, numara gupfa nzakuzura ku musaraba. Nzatanga urusha kugira ngo upfire ku musaraba, nyuma y'urupfu nzakuzura. Wa mutwahiruka minal ladhina kafaru, na nitakuepusha na makafiri wasioamini kufa kwako wala kufufuka kwako. Nzakurinda abatizera fauqa ladhina kafaru, kuliko makafiri wasioamini kufa kwako na kufufuka kwako. Nabari abatizera gupfa kwawe no kuzuka kwawe. Nikamuuliza, sasa Qur'ani imesema hivi, no ndongira ndamubaza, ese ko Qur'ani ivuga gutya? Wasioamini kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, abatizera ugupfa kumwami Yesu ndetse no kuzuka kwe, hao ndio wanaitwa makafiri. Abo ngabo nibo bitwa abatizera. Sasa nikamuuliza kwamba, hanyuma ndongera ndamubaza ati, Wakristo wanaamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Abakristo bizera gupfa no kuzuka kwa Yesu. Na sisi hatuamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Kandi twebwe nago twizera gupfa no kuzuka kwa Yesu. Sasa makafiri ni Wakristo au ni sisi Waislamu? None se abakafiri cyangwa se abatizera baba ari twebwe Abayisilamu cyangwa baba ari Abakristo? Mkuu wa chuo akaniambia, kwa kweli kwa aya hii sisi ndio makafiri. Umukuru w'ishuri aransubiza ati, mu byukuri bijyanye n'uyu murongo ni twebwe abatizera. Kafiri ni mpagani. Umuntu utizera ni umupagani. Kwa hiyo kwa jibu sahihi ya Qur'ani, bijyanye n'iki gisubizo dusomye muri uyu murongo, nikaamini kwamba wapagani ni sisi Waislamu. Mitanizera yuko abapagani ari twebwe b'Abayisilamu. Pumba. Ule akili yake naona huyu yake iliruka mbele ya Elias. Kabla ya nabii Elias kupotea akili, huyu ndiye alikuwa amepotea akili. Inasema nini? Idh qala Allah ya Yasu inni mutawaffika. Mtoa wapi wewe jamani? Yasu iko wapi hapo? Iko wapi katika ya Mungu? Ya Yasu. Kwani huyu ni dhehebu ya Gerson nini? Asipoongeza unajua nini? Ile Baruch hata Yahweh Eloheno. Gerson kidogo anaongea ukweli. Huyu ni kadhabu la ashri wallahi. Kadhabu la. Wewe mpaka uongeze ndio wafurahishe watu. Naam. Ina maana mbegu haipandi kabisa mpaka uongezengeze pumba yako ndani ya Qur'an. Ya Yasu iko wapi hapo? Allah asema hivi, maneno sahihi ya Mwenyezi Mungu. Idh qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Asema hivi, waja'ilul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah.
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Kiza tafsiri sasa ya huyu mpumbavu. Anasema kumbuka maneno haya Mwenyezi Mungu alipomwambia Isa ama Yashua. Mimi nitatoa ruhusa, ndio tafsiri sasa. Mimi nitatoa ruhusa ufe msalabani na ukifa nitakufufua. Utakuja kwangu, nitakuepusha na makafiri ambao hawaamini kufa kwako wala kufufuka kwako. Pale akatia ukafiri katika aya na akafanya Waislamu kuwa makafiri. Nitakutia wapi? Mimi nitakutia nitakufanya usulubiwe msalabani. Kisha na nitakuepusha baada ya kusulubiwa ukifa nitakufufua. Utakuja kwangu. Nitakuepusha na makafiri ambao hawaamini kufa kwako wala kufufuka kwako. Akaenda kwa mkuu wa chuo. Iko wapi hiyo maneno? Akauliza mkuu wa chuo, kati ya Wakristo na Waislamu kila nani hawaamini kifo cha Yesu? Mkuu wa chuo akasema ni sisi Waislamu. So sisi Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani sisi ndio makafiri. Na huyu mkuu wa chuo ndio ule alikuwa akisema usinisumbue bana. Ati usinisumbue, ushajua uovu wa Mungu wewe. Sasa hapa kabashiria Waislamu kafiri. Kabla utafsiri aya. Naam. Mimi ningependa tu nipate nafasi ya kutoa Waislamu kwa ukafiri. Inshallah. Kwa sababu kaita Waislamu makafiri. Inshallah. Allah anasema nini? Naam. 64 Qur'ani. 64 Qur'ani. Subhanallah. Yani wewe ulikuwa Muislamu wa namna gani? Naam. Wewe mpaka Qur'ani hujui kusoma na ulikuwa na kila Saddam unaongea nao lugha. Ulikuwa unaongea Kiswahili. Imagine Muhammad Gaddafi. Na hawajui Kiswahili. Hata wengine kimombo kabisa ipande. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Walladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ndio. Aya 64 aya pili inasema hivi 62 inasema yeye ndiye aliyekuumbeni. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ametuumba sisi nyote. Na kuna wengine wenu ni makafiri, kuna wengine wetu ni makafiri na kuna wengine wenu ni nini? Ni Waislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika maumbile ameweka kategori mbili. Waislamu na makafiri. Uchague moja. Kama huko huko huko. So makundi ni magapi? Mawili tu. Wacha hivi, mimi Mkristo, sisi mimi Yahudi. Sahi hakuna hiyo. Hakuna maana sana. So wewe unakuwa wewe ni kafiri ama ni Muislamu. So ikiwa wewe si Muislamu, unakuwa nani? Kafiri. Kwa hivyo huyu kwa puba yake Mubarak ndiye kafiri kwa sababu sio nani? Sio Muislamu. Sasa naomba utupe tafsiri halisi ya hii aya aliyosigizia na akaleta tafsiri ati Mungu anasema mimi nitatoa ruhusa ufe msalabani na ukifa nitakufufua, utakuja kwangu, nitakuepusha na makafiri. Tafsiri Bismillahirrahmanirrahim. Inasema akumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa, ndio mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Hawatakuua hao maadui. Na nitakuleta kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru hawataweza kukudhuru, na wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Naam. Ndio aya ya Qur'ani inavyosema. Ndio. Kwa hiyo hapa maneno ya Mwenyezi Mungu kwanza yeye katia huyu atajenga hoja juu ya neno mutawafika hapana. Vile wenzake huo wanajenga. Huyu kasema ati mimi nitakusulubisha. Alafu utakufa, utafufuka. Kwa hiyo huyu kaleta Qur'ani yake mpya ndani ya maneno ya Allah. Na kwa sababu pale kanisani watu hawaandiki wanapohubiriwa unatakana ukotu uandike. Andika ukaangalia maneno haya. Kwa hiyo watu hawafuatilii pale kanisani. Akaharibu na akamsigizia majusi. Ni yeye tu anaokoa watu. Yeye wasifiwe sana. Tutakwenda kusoma, tutakwenda kuangalia kitabu cha Waebrania sura 5 mstari wa 7. Waebrania sura 5 wake alimtolea yule aweze kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Amen. Yeye wasifiwe sana. Ni yule ambaye ana uwezo wa kumtoa, kumwokoa katika kifo. Yeye wasifiwe sana. Yesu naye
naye alikuwa anamlilia Mungu ili Mungu amuokoe. Yesu hakukuwa na uwezo wa kujiokoa mwenyewe, na ndio kwa maana hawezi kuwa mwokozi. Kwa sababu alitafuta uso wa Mungu, akimsihi awe akuja muokoe amtoe kwenye kifo. Alijua ya kuwa yawe peke yake ndio mwokozi. Alijua yawe peke yake ndio anaweza kumuokoa. Yawe asifiwe. Alijua kuwa yawe peke yake ndio mwokozi. Yesu anajua yawe ndio mwokozi. Cha ajabu watu wa leo tunasema Yesu ndio mwokozi, kipindi yeye mwenyewe analilia Mungu aliye juu Baba yawe akuja muokoe. Yawe asifiwe sana. Tuache kuchanganya neno la Mungu. Ni vizuri kulisoma, ni vizuri kulitafakari, ni vizuri kuangalia ngambo zote ili uko natafuta ukweli. Yawe asifiwe sana. Amen. Yawe asifiwe sana. Amen. Yesu ni mwanadamu. Yesu ni mwanadamu na hawezi kuwa Mungu na hawezi kuwa mwokozi. Hapana. Mwokozi ni umoja, Mungu aliyekuwa hai. Yawe jina lake. Yawe asifiwe sana. Amen. Yawe asifiwe sana. Amen. Kulingana na uwezo wenyewe Mungu alimpa Yesu, basi Yesu anakuwa kila kitu. Niliongea na mtu fulani akanambia mamlaka yote Yesu alipewa. Tokana Yesu alipewa mamlaka yote, ni yeye mwokozi, ni yeye Mungu. Kama alipewa mamlaka yote, nani alimpa ile mamlaka? Amen. Na kama alipewa ile mamlaka, yeye anakuwa juu ya mwenye alimpa mamlaka? Amen. Haiwezekani. Ni sisi watu tunafanya neno la Mungu kuwa ligumu. Ni sisi watu tunafanya mioyo yetu kuwa migumu. Hata neno linatolewa hatutaki kukubali. Kwa nini? Tulisha tu kubali yale yenye tuliambiliwa. Unakubali yenye uliambiliwa kuliko yenye unasoma mwenyewe. Mungu atusamee sana. Amen. Bila kukawia tutakwenda